Kwanza kabisa nitoe shukrani za dhati kwa uongozi wa mamlaka ya maji taka na maji safi ya jiji la Mbeya kwa kutupatia huu mradi. Imekuwa kama miujiza, lakini ndio ukweli ulivyo. Ni kweli tulifanya juhudi juu chini ili tupate huu mradi, na tukishirikiana wazee wenzangu wa mtaa huu tulifanya juu chini ili huu mradi uweze kufanikiwa. Na tunashukuru kwa namna pekee viongozi waliohusika katika kupitisha huu mradi, japo haikuwa stahili yetu, lakini kwa heshima yetu na kwa ajili ya kujua umuhimu wa hili swala, umuhimu wa hili tatizo, mkakubali kutuletea mfumo wa maji taka katika mtaa wetu. Kweli nikiwa kama kiongozi wa mtaa nashukuru sana. Mradi huu umekuwa ni amazing, au tuseme imekuwa ni kama kitu fulani ambacho hatukutarajia katika mtaa wetu, lakini nashukuru Mungu kimewezekana. Sasa hivi nyumba yangu ina wapangaji 20. Kila baada ya siku chache umejaa, choo kimejaa. Kwa unapata shida. Kila mara nilikuwa natoka shilingi 250,000. Sasa nimefika mara nimechoka. Lakini baada ya kupata hili zoezi kwamba mradi huu umekamilika tarehe mwezi wa 5 mwaka jana 2024, nikaambiwa, nilipigiwa simu, njoo usikilize, ule mradi wenu umeshakamilika. Tutatoka Nzovwe tutakwenda Iziwa, kutoka Iziwa tunakuja mtaa Mwambenje. Huo walifika hapa mwezi wa 8, kweli wakaanza kuchimba. Kitendo cha kwanza kuchimba, tulipoambizana wananchi wote walifurahi. Hasa mimi nilifurahi zaidi. Mpaka hivi ninavyoongea hivi, choo changu pale kimejaa. Watu wanafua, wanafanyia maji yanaingia chooni. Kwa hiyo limejaa, linanisumbua sana. Kwa kupitia hili mimi kwangu imekuwa sikukuu kubwa, na ninasema ama kweli mamlaka ya maji Mbeya imetusaidia kitu kikubwa haijapata kutokea. Kitendo cha kuja kuomba mfumo huu ni kutokana na maeneo yetu yalivyo, kama alivyosema katibu. Ukweli kabisa hatuna mahala kama shimo limejaa, hakuna mahala pa kubadilisha, sijui ni chimbe wapi. Hatuna kabisa, asilimia zote 100 hatuna. Ndio maana tulikuja kwenye mamlaka husika, na bahati nzuri tulijibiwa vizuri. Na mama injinia tumecheza naye katika mengi, ananikumbuka siku moja amesema kwamba tuko Isyesye, tukitoka Isyesye bomba itapita huko. Sisi kama injinia nakumbuka. yani hapo alionyesha ukomavu, na alionyesha kwamba ukweli kabisa tumeshafanikiwa. Zaidi ya hapo jamani, sijui niseme nini, ni furaha tupu, hatuna lingine la kusema. Ni furaha tupu. Asanteni sana sana sana. Mradi wetu kwa sasa, zile hatua kuu za mradi zimeshakamilika. Tumelaza bomba la inchi 8 kwa umbali wa kilomita 1.2 na tumejenga chemba 30. Kwa hiyo mradi umeshakamilika, uko tayari kwa matumizi, na kwa bahati nzuri tumeshaanza kupitisha fomu kwa wananchi. Kuna wananchi 30 wameshajaza fomu za maombi ya maji taka, na 3 wameshajiunga na mfumo wa maji taka. Kwa hao 27 tuko katika hatua ya kutoa gharama ili wapate kupatiwa gharama zao, wakizilipa waweze kuunganishwa na mtandao wa maji taka. Huu mtandao ni mtandao ambao kwanza, huu mtandao ni mtandao mzuri kwa sababu una haja ya kuchimba shimo. Alichukua eneo kubwa, kama baba hapa alisema kwamba walikuwa mpaka wanahama akitoka pale alipochimba shimo anahamia tena jikoni anachimba shimo. Lakini hii huduma ya maji taka ni mtandao wa moja kwa moja ambao unasafirisha maji taka kuelekea eneo la Karobe. Hivyo ni mtandao rafiki. Ukijiunga unakuwa umejiunga. Hamna muda ambapo utasema sasa nihamishe, kama baba alivyosema tuhamishe jikoni, eneo ni dogo, unahangaika. Lakini ni mtandao rafiki. Hivyo tunawahamasisha na wengine ambao wanahitaji kujiunga na huu mtandao
waje kwa wingi. Huu mtandao umefika kama mlivyokiri wenyewe, umefika kwenye maeneo yenu. Tunawashauri na kuwashawishi mjiunge na huu mtandao. Ukijiunga huu mtandao wa maji taka utasikia zile harufu. Maana ni mtandao ambao wewe ukishaenda chooni ukaflash maji yako yanaingia tu kwenye mtandao. Una haja tena. Hivyo ni mtandao rafiki sana. Utasikia bati kupata kutu kwa sababu hutapata zile nini? Kwa sababu ni mtandao kama nilivyosema, kila kitu kishafanya kinasukumwa na maji.